Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naitwa James Kato kutokea usharika KKT Kipunguni B, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Jimbo la Kati. Tunamshukuru, tunakuwa tuna mahojiano kama tu kukumbushana nini ambacho tumejifunza ibadani. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu leo tumetembelewa na wageni. Kwa dayosisi yetu sisi hapa Mashariki na Pwani ni kama kitu kigeni sana kuwa na masista. Tushazoea kuwa na masista kutoka kanisa la Katoliki. Ila lakini kwa leo sisi usharikani kwetu tumepata kuona masista. Mnaweza mkatusaidia kwamba unaweza kujitambulisha jina na kutuambia unatokea wapi. Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sister Happiness Wilson. Natoka katika Dayosisi ya Karagwe. Niko huku Mungu akipenda kwa miaka 3, nasoma katika chuo kikuu cha Kampala. Nimefurahi kushiriki katika ibada hii ya leo. Mimi ni mara yangu ya kwanza kusali katika usharika huu. Ninamshukuru Mungu na kumtukuza pia kwa sababu ibada ya leo imekuwa ibada njema. Nimeona mkono wa Bwana. Nimejifunza katika maisha kwamba kuna changamoto mbalimbali, lakini pia katika changamoto hizo kuna tumaini jipya. Leo nina huzuni lakini kesho nitakuwa na furaha. Amina sana. Asante sana sister nani? Sister Happiness. Tuna sister wengine hapa. Karibu, unaweza kujitambulisha kwa majina ili kusudi washarika wa kufahamu unaitwa sister nani, umetokea wapi, na unaweza kutuelezea kwamba umekuja katika Dayosisi ya Mashariki na Pwani au umekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya nini? Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Diakoni Anita Andrew. Natoka katika Dayosisi ya Karagwe. Unaweza kujiuliza kwa nini nimesema Diakoni Anita Andrew na huyu akasema Sister Happiness. Sister Happiness, mimi nimeshangaa sana. Tofauti kwa sababu still mimi ni mwanafunzi. Sijahitimu bado, ndio maana sijavaa kofia. Lakini huyu tayari kashahitimu na kashamaliza kila kitu, ndio maana anaitwa sister. Kwa hiyo mimi bado ni mwanafunzi. Kipekee nimefurahi kuhudhuria ibada ya siku ya leo katika dayosisi nyingine, Dayosisi ya Mashariki, ambayo tumeshiriki ibada iliyotulia, ibada yenye utulivu, lakini pia nimejifunza kwamba ufalme wa mbingu upo kwa ajili yetu. Hivyo hatuna budi kuiweka mioyo yetu tayari kwa ajili ya kurithi ufalme wa mbingu. Karibuni sana KKT Kipunguni B, karibuni Dayosisi ya Mashariki na Pwani, karibuni jiji la Dar es Salaam. Naona mmebadilisha mazingira kidogo kwamba hata hali ya hewa kidogo imebadilika. Huko kuna joto sana kwa majira kama haya. Na nyenye sijajua kama mlipotoka huko ni hivyo. Mnaweza mkatuelezea vizuri kwamba kuna Sister Happiness lakini pia kuna diakoni. Kama sijakosea. Kwamba diakoni ni yule mwanafunzi ambaye anaandaliwa kuwa sister. Ni jambo zuri. Dada Sister Happiness ambaye umeshahitimu mafunzo ya kuwa sister. Unaweza ukatuelezea ili washarika wajue na watu ambao wanatusikiliza ili wafahamu kwamba ili kuwa sister unasoma kwa miaka mingapi? Karibu. Asante. Kwa dayosisi yetu ili kuwa sister kuna mwaka mmoja, mwaka wa malezi. Unapomaliza mwaka huo mmoja ukaufudhu, unaanza sasa masomo ya darasani ambayo yanachukua takriban miaka 5 unapokuwa umefuzu. Miaka 5 ni kama sawasawa na miaka ya kusomea uchungaji. Kwa hiyo hapo unakuwa hujaweka ule mwaka mmoja wa malezi. Kwa hiyo unaposoma hiyo miaka 5, unasoma miaka 3 darasani na miaka 2 ya mazoezi. Sasa unapokuwa umefuzu miaka 2 ya mazoezi, sasa hapo ndo unaandaliwa kwa ajili ya ubarikio ya kuwa sister. Sio kila mmoja anayesoma kwamba anakuwa sister, hapana. Kuna wengi ambao wamesoma lakini hawajawa masista, wameishia kwa madiakonia. Na kwa hapo kwanza, kwa nini mwingine asome asiwe sister, mwingine anasoma anakuwa diakonia? Kuna vigezo mbalimbali ambavyo vinaangaliwa, maadili, nidhamu, ndo kama hivyo kwamba labda inawezekana mtu aliingia katika hiyo kuwa sister, yani kwenda kwenye mafunzo ya usista. Ndiyo, hiyo career, lakini kumbe alifikiri labda
ni masomo labda kaya darasani, kama kwa mfano mtu anapoingia kusoma form 1 form 2 akujua kuna ule wito wa kuletewa, kuna ule wito wa ndani. Wengine wanaokuwa na wito wa nje, kwa sababu hii shughuli sio nyepesi, ni wito ambao ni mgumu kama unaelewa kwamba unapojitoa kuwa sister unakuwa umetoa maisha yako kutumika kanisani. Hauolewi, maisha yako ni kanisani. Kwa hiyo watu wengine kutokana na changamoto hizi za kidunia wanajikuta watu wengine wanashindwa kufikisha vile vigezo vinavyohitajika mtu kuwa sister. Na ili uwe sister, yani mpaka unaenda kusomea mafunzo ya sister, unatakiwa na umri wa miaka mingapi? Unatakiwa kuwa na ule umri ambao umekwisha kujitambua kwamba unapofanya maamuzi ujue kwamba ni wewe. Kwa hiyo kuanzia miaka 18. Baada ya kupata kipaimara. Ndio. Vizuri sana. Na changamoto, swali jingine kwa mtazamo wa kawaida, hata wazazi wa kawaida na hisi, kwa sababu sisi KKT huku dayosisi, baadhi ya dayosisi hatuna utaratibu wa kuwa na masista, lakini mtazamo wa kawaida hata kwa wale wazazi wa watoto wao ambao wapo walasi, mzazi akimwambia kwamba mtoto akimwambia kwamba mzazi, mama, ndani yangu nasikia wito wa kuwa padri, nasikia wito wa kuwa sister, kuna namna mzazi anafikiria, yani ni tofauti, kwamba anaweza akafikiria kwamba ni kuna ugumu. Ilikuwaje yani, au wewe yani ilikuwaje mpaka ulipoenda kuwaambia wazazi kwamba baba au mama, mimi nina wito? Walichukuliaje yani, walipokeaje ile jambo? Of course haikuwa kazi rahisi, ukizingatia mimi mwenyewe hapa kwa familia yangu mimi nilikuwa mtoto wa kipekee. Tuko watoto 6 na mimi nilikuwa wa kike peke yangu na mtoto wa kwanza. Kwa hiyo haikuwa rahisi, lakini kwa sababu ni kitu kilichokuwa ndani yangu na nilikuwa ninapenda, sikwenda kichwa. Kwanza nilimshirikisha Mungu na of course hawakulipokea vizuri, lakini vile nilivyoendelea kuonyesha nia na kumwambia Mungu, mwisho wa siku akasema haya, kwa vile umependa mwenyewe kwenda kusoma, haya bye. Kanipa ada nikaenda. Mungu akubariki sana. Na kuna vyuo special vya kanisa ambao vinafundisha nini, mafunzo ya sister vinafundisha? Ndio. Kwa dayosisi yenu ni chuo gani ambacho kinatoa mafunzo haya? Inaitwa Tumshubre, nyumba ya makao. Hiyo inakuwa ina base tu ni wale ambao wanasoma wa sister, au hata wachungaji wanaandaliwa hapo? Ni masista tu. Masista peke yake. Karibuni sana. Asante. Sister Diakoni. Sister, umetuambia kwamba bado unaendelea na process za kuandaliwa. Unaweza ukatuambia kwamba kwa sasa hivi upo mwaka wa ngapi? Kwa sasa hivi nipo mwaka wa kwanza. Upo mwaka wa kwanza. Lakini mimi nilipokuwa nataka nijiunge na masomo ya kuwa sister, ndo nikawa make kule mwanzoni nilikuwa naendelea na masomo ya serikali kabisa kawaida. Kwa hiyo nikawa nimefika kidato cha 6. Sasa nilipohitimu kidato cha 6 ndo nikajiunga moja kwa moja na masomo haya ya udiakonia. Sasa mwezi wa 10 hapa hivi vyuo vinatangazwa, ikanibidi nijiunge na masomo ya elimu ya juu. Kwa hiyo nimeunganisha moja kwa moja diakonia na university. Kwa huku utakuwa unasoma vitu viwili kwa wakati mmoja huku. Kwa huku Dar es Salaam mmetuambia kwamba mmekuja kwenye chuo hapa cha Kampala, kwamba kwa huku Dar es Salaam sasa utakuwa unasoma chuo gani kwa ajili ya kuandaliwa kuwa sister? Au ukishamaliza kusoma hapa miaka 3 ndio utarudi kule nyumbani kwenda kuendelea na masomo yako? Ninapokuwa ninasoma hapa chuoni kuna likizo. Hasa ile muda wa likizo ndo nasoma masomo ya diakonia, kwa sababu diakonia ni wewe tu na akili yako. Hamna kitu kigumu kwamba utaenda kulala ukeshe unasoma. Ni malezi tu. Yaani pale ni kulelewa katika imani ya Kikristo. Sasa kwa hiyo hapa ndo mwaka wa kwanza. Kwa huku Dar es Salaam umekuja University of Kampala, kwamba huku umekuja kuchukua kozi gani? Education. Imebezi katika somo gani? History and English. Unahitaji kuwa mwalimu wa History and English. Sister Happiness, umekuja huku kuchukua kozi gani hapa Kampala? Social administration. Nataka kwa mambo ya uongozi. Karibuni sana. Nahitaji kuhudumia mtu kiroho na kimwili. Karibuni sana. Mnaweza mkatuambia sister ambaye umesha kuwa sister kamili na umeshabarikiwa,
kwa sisi huku unaweza kuona kwamba tuna mkanganyiko kidogo, yani tunakuwa tuna maswali mengi kwa sababu ni tofauti, ni jambo kwetu huku jambo jipya sana. Sisi huku tuna parish worker, mwinjilisti na mchungaji ndio ambao tunawajua wahudumu. Hasa kwa sister, akishakuwa sister anakuwa na jukumu gani la kufanya pale madhabahuni au kanisani, yeye anakuwa na majukumu gani ambayo anaweza akawa anafanya? Asante. Sister kama sister anashughulika na shughuli nyingi pale kanisani, especially wanawake, watoto, wazee, yale makundi yote yaliyosahaulika huko ndio yeye anapaswa kushughulika nayo. Kwa hiyo yale ambao wanaita kwamba ni makundi maalum, wale watu wanaohitaji upendo wa ziada ambao watu wengine labda wamewapuuza, sasa sister ndo anashughulika nao. Kwa kama ni watoto, wazee, wanawake, yeye ndo anakuwa watu wanahitaji msaada, ile diakonia, labda watu wanaohitaji ambao wanauhitaji. Kwa sister macho ya wale watu ambao hawana uwezo wa kujisemea, sister macho yake yako pale. Jambo zuri sana. Na sister ana uwezo wa kusimama madhabahuni na kuongoza ibada? Kabisa. Na kuandaa sakramenti kama parish worker na mwinjilisti anaruhusiwa pia? Anaandaa lakini ashirikishi. Kweli. Asanteni, mmetupa ufafanuzi. Kwa hiyo ina maana kwa dayosisi yenu mna wainjilisti na maparish worker? Ndio. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa dayosisi yenu, dayosisi ya Karagwe, kwamba dayosisi ya Karagwe inakuwa ina advantage ya kuwa na watumishi wengi. Vizuri sana kwamba siku parish worker asipokuwepo, mwinjilisti asipokuwepo, sister anaweza akasimama. Ndio. Ni jambo jema sana. Natamani hata sisi huku dayosisi yetu kama lingetokea, huenda kujua kuna vijana kuto wana wito wa kwenda kusomea, alafu hiyo nafasi hawafanyeje, hawana, kwa sababu hatuna iko kipengele huku kwenye hiyo kwa dayosisi zote huku dayosisi ya huku. Ni jambo jema, na sisi ni mara nyingi, yani ni mara chache sana kama wametangaza sasa hivi. Ninaona kanisa linakuwa wanafungua, inakuwa ndo mara ya kwanza au kwamba ndo mara ya kwanza kwa huku? Kwa mara ya kwanza. Ninaona jambo jema sana ambalo linaweza hata likatoa fursa nyingine wale ambao wana wito wa kumtumikia Mungu katika utumishi huo wakapata hiyo faida. Mungu awabariki sana. Tunawakaribisha sana Kipunguni B. Hapa ndo Kipunguni B, usharika tunalea pia. Sisi ni walezi usharika hapa, tunalea chuo kikuu cha Kampala, lakini pia tunalea shule hizi za basi zilizokuwepo hapa. Kwa shule ya sekondari Juhudi pia ni walezi wa hapa. Kwa hiyo karibuni sana. Mungu awabariki sana. Masomo mnaanza lini? Tunaanza kesho. Kesho tarehe 24. Wote sisi mmekuja kuanza mwaka wa kwanza. Sisi tunaonekana tunasoma miaka mingi. Kwa sababu ukichukua miaka 6 ukiongeza na hii miaka 4, jumla inakuwa miaka 3, inakuwa jumla miaka 8. Miaka 9. Soma kweli ni wito. Ni wito ndio. Mungu awabariki sana. Karibuni KKT. Kila siku tunakuwa tuna ibada hapa Jumapili, lakini katikati ya wiki pia tunakuwa tuna ibada. Jumatatu tunakuwa tuna ibada ya wamama ambayo inaanza saa 10 jioni, inakuwa ibada ya maombi. Lakini pia karibuni kama mtapata nafasi ya kujiunga kwenye vikundi vya uimbaji, tuna kwaya kuu, kwaya injilisti, kwaya vijana, lakini pia tuna praise team. Karibuni sana. Kila Jumatano kuna ibada ya neno la Mungu ambayo inasimamiwa na watumishi, lakini pia Ijumaa tunakuwa tuna ibada ya maombi ya familia, maombi ya taifa, maombi. Lakini pia Jumapili tunakuwa tuna fellowship. Kwa mkipata nafasi, Kampala sio mbali, mnakaribishwa sana KKT Kipunguni B. Mungu awabariki sana. Tunawatakia kila la heri. Una neno gani la kuwaambia washarika wa Kipunguni B? Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wao ambao kwa kweli mimi nimewapenda, ni wakarimu. Mimi nimesoma huku form 5 form 6, lakini kule niko kwa nasari ndio hivyo, lakini hawa nimewaelewa. Karibu sana. Asante, tunapokea shukrani hizo. Asante sana. Sister Diakoni, una neno gani la kuambia washarika Kipunguni B ambao wanakutazama? Mimi neno langu la kuambia ni shukrani za kipekee kwa sababu nimefurahi ibada yao. Kiufupi nimefurahishwa na wanavyosali, wanavyoimba, waimbaji. Kwa vile mimi ni mwimbaji na ninapenda kuimba, nimefurahi sana. Safi sana. Na cha kuongezea, nyote ni vijana, una neno gani la kuwashauri vijana ambao huenda wana sita ndani yake, ana fukuto lile kwamba
Mungu anamsemesha kwamba unaitwa ukatumike, lakini vijana tunajua kama wamekuwa na mambo mengi. Unanegana na kuwashauri kijana, au unanegana na kumwambia kijana yule ambaye huenda akawa anaogopa kwenda kutumika, labda na wito wa kuwa parish worker, kuwa sister kama hapa, kuwa mwinjilisti, kuwa mchungaji, unanegana na kumshauri kijana yule ambaye huenda ana sita au anaogopa? Karibu. Asante. Mimi cha kuwashauri vijana, kwa kweli ujana ni baraka, lakini pia ukiutumia vibaya ujana kishaondoka. Kuwashauri vijana, ukimjua Mungu katika umri mdogo ukiwa kijana, unapata faida sana, kwa sababu kutafikia wakati utasema afadhali ningemjua, yani unakuja kumpokea Mungu ukiwa umesharibikiwa. Kumbe ungempokea mapema, unapata faida. Kwanza magonjwa utakuwa uko mbali nayo, lakini pia ulimwengu huu ambao una changamoto, teknolojia zinazobadilika hapa na pale, tunaona mambo mengi. Lakini ukiwa unamtambua Mungu, kamshika kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kampokea, unakula raha ukubwani. Kweli, ni kweli kabisa. Na hata unajipunguzia yale kwa na mambo mengi. Vizuri sana. Na wakati sahihi wa kumtumikia Mungu ni sasa hivi. Huwezi ukasema kwamba umeshakuwa mzee ndio uje ukumbuke kumtumikia Mungu. Na wakati ambapo mtu atatamani labda angemtumikia Mungu, lakini nafasi hana tena. Kuna nafasi wakati anapotamani labda angepata wahubiri waje wamhubirie, nafasi hana tena. Hata wakimhubiria hayawezi kumsaidia kwa sababu amekwisha kuharibikiwa. Kwa hiyo kumtumikia Mungu ni furaha kabisa. Asante sana. Kuongezea hapo dada, kijana mwenye imani anaishi katika maisha ya Kikristo na anayetumika kwa njia ya Kikristo, siku zote anaishi maisha ya furaha, maisha yenye tumaini, maisha ya kutumaini Mungu, akiamini kwamba ndiye kiongozi wa maisha yake. Kwa hiyo vijana kama vijana tunapaswa kumtafuta Mungu kwa njia yoyote, kwa sababu tuna nguvu. Ni tofauti na mzee, ni tofauti na mtoto. Ndio maana tukaitwa vijana, kwa maana kwamba tunalo jukumu la kulijenga kanisa tukimtafuta Mungu. Na neno la Mungu linasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu ya kumshinda yule ibilisi. Asanteni sana. Tulikuwa na wageni wetu maalum hapa, Sister Happiness na Diakonia ambaye ni mwanafunzi ambaye anajiandaa kwa ajili ya usista. Ni mahojiano mafupi baada ya ibada. Tunawashukuru sana, tunawakaribisha sana na Mungu awabariki sana.